onyesho lililopita katika Panguso. Ujikaze Lusako. Ni mkubwa tumeshamzika salama. Lusako wewe mwanaume. Sasa mimi ndo nimeshaachwa. Kwa hiyo nimeshaachwa mimi ndo nakutaka wewe sasa. Unasemaje? Nakutaka unitimize matatizo yangu sababu yule ndo anatimiza matatizo yangu. Hapa tunakurekodi na useme kabisa kwamba huyo Kipunje yenyewe mtoto wa kike tuko tu sisi yakuza. Na useme yote na Vegas kwamba sisi naweza tukawaoa. Ila mwanao umemtia mimba mdogo wangu. Kwa nikaona vizuri nimlete hapa nyumbani. Kwa sababu hata hiyo mimba ameipatia hapa. Mimi ni demu tu kwenu. Asieni kwambie, nyinyi sasa mpendi. Na kama hivi mpende msimpende na kama yule ndo baba yenu. Mimi ni mtoto wa usalama wa taifa. Nitakachokuja kuwafanya wale wapumbavu, yani nitawatesa wale wapumbavu. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mwepa mwana wao. Baba mwepa mwana wao. Mai. Haya maisha sijui mpaka lini. Hivi nimempaje yule mwanamke 500,000 yote bila hata kubakiza hela ya mafuta? Kweli kila mjanja na mjanja wake. Kuna muda na kuwa fala sana. Ipo siku nitavuna haya mazao ninayopalilia kwa bidii zote hizi. Chako. Jacob. Bwana mambo vipi kaka? Bwana nimepata tatizo bro, alafu niko katikati ya barabara hapa. Alafu sijatoka na wallet, gari imenizungukia, sina hata senti 5. Nisaidie 22,000 ili mimi niweze kuweka mafuta, alafu baadaye nitaonana. Jacob, basi acha maneno mengi, kama unataka kunisaidia wewe nisaidie. Hapo. Wanita sikubali. Yaani Kipunje lazima arudishe pesa zetu. Afande Kalokula kaniambia kila kitu. Kwa hiyo mtoto amekuwa jambazi kiasi hichi? Jamani mtoto mbaya huyu nyie. Tena amekuwa jambazi, tena jambazi sugu. Sio kwa ile picha alotuchezea sisi hapa. Wewe si ndo unamwonea huruma wewe? Mimi nimesema yani safari hii sitojali ndugu, sitojali nani. Lazima nimweke jela. Yaani lazima. Kwa ina maana wale askari aliwapanga. Na sikujua. Yaani kaka wewe mjuta kina na roho ngumu na roho mbaya. Hivi unakumbuka ile siku ile ambao sisi tulikuwa tunamuulizia Tuntufya, tunampigia simu apatikane, tunambipu abipweke. Kumbe ndugu yangu alikuwa kashatangulia huko na marafiki zake. Wameenda wamemvizia nani Tuntufya, wamempiga, wamemnyang'anya pesa 600,000 pamoja na simu na nguo juu kumdhalilisha. Mama. Pesa yote hiyo jamani. Haya na wewe mkuu wangu vipi? Hawajamuumiza? Wamemuumiza kidogo ila mwenzao alichowapangia. Kakwambia lazima waletee pila hapa mtaani. Yaani kinoma noma na mimi hata sihusiki. Sitaki kwamba sisi tusaidie, sisi tusaidie Kipunje atoke. Yaani noma na yule noma. Yesu alifanya mjanja. Mbwai. Ila jamani msikubali mdogo wangu. Yaani hakikisha na kuipa hela yako. Na wewe mama usikubali. Yaani ucheze mchezo wewe ujichangechanga afu mtu anakuja kutoka umemchezea mchezo. Uchukue pesa yako. Hata kama ndo baba amezidi. Hapana mimi siko upande wake sasa hivi. Yaani usikubali haki yako iondoke vivi. Yaani ninakwambia kwa hili mwanangu. Yaani sitaweza kulivumilia, sikubali. Mbona atanilipa hela yangu?
Yaani laki sangu mchezo hivi? Wewe subutu. Mtoto mpumbavu sana yule. Yaani msikubali hata kidogo mama. Hivi nyinyi mmelogwa au mmeamua kujitoa akili? Au ndio mmejipanga kumwaminisha sikujua kwamba mimi nimewadhulumu? Kuna jambo nataka niwakumbushe. Sikitu, hivi unakumbuka ulipofumaniwa ugoni na mume wa Tutindaga? Nitakukumbusha. Walikukamata na kukupeleka kwenye serikali ya kijiji. Na kesi ile ilikuwa imekuelemea mno kwa sababu Tutindaga alitaka mambo mawili. Aidha umlipe milioni 1 kama fidia ya ugoni kwa kuvunja amri ya 6 na mume wake, au akuburuze mahakamani. Wewe ulichagua kumlipa milioni 1, ulikuwa nayo. Na kuuliza, ulikuwa na hiyo fedha? Ni nani ulimpigia simu kama sio mimi? Na nilikwambia kwamba hii fedha ninakukopesha kwa sababu mimi sishiriki mambo ya kijinga wala siwezi kutumia fedha yangu kwenye mambo ya ugoni. Nilikulipia milioni 1 ambayo kila nikikudai majibu ya fedhuri, dharau, kujifanya wewe ndio J-Lo wa Mwananyamala ndio yalikuwa malipo yangu. Kwa hiyo kwako sijakudhulumu wala sijakuibia, nimechukua haki yangu. Na wewe mama yangu wewe, hivi ni kweli huna haya kabisa? Unataka niwaambie watoto wako ni nini ulifanya? Unataka nitoe hiyo siri yako? Kwa nini mnataka kuaminisha watu uongo kwamba mimi nimewaibia? Mimi nimechukua fedha zangu kwa namna ninayoijua mimi, ambayo usahihi wake ndio ilikuwa hiyo. Vinginevyo msingenilipa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Na sio kwamba nilikuwa nashindwa kuachia hiyo fedha, lakini ni matumizi. Matumizi yenu yalikuwa ni matumizi ya hovyo, ya haramu. Mama, hivi unakumbuka uliposhikwa uchawi? Ulipoenda kuwanga huko, wenzako wakakuzidi spidi, wakakunasa juu kwa juu na ungo wako. Unakumbuka? Ulipokamatwa, serikali ya kijiji ilikuamuru ununue pombe, kisha ununue mbuzi 2 na kondoo 2 ili kusudi yule mtaalamu aliyeletwa akutoe huo uchawi wako. Ulikuwa na hiyo fedha? Huyo aliyekupa hiyo fedha ulimrudishia? Kama ulimrudishia, njoo nikunje tena. Nimechukua fedha yangu. Sikujua hii ni fedha yangu. Hakuna niliyemdhulumu kati ya hawa. Na namshukuru Mungu, hiyo fedha imefanya kazi nzuri sana ambayo itanipa thawabu kwa Mungu. Nimeitumia hela hiyo kumzika Mama Rusako. Mama, umetuadhibu sana kwa matendo yako sisi kama watoto, na wakati wote tumeendelea kukuvumilia. Lakini moja kati ya mambo mabaya uliwahi kutufanyia ni kumstress mzee wetu na kutangaza misiba, kula lambi. Umejifunga na kanga hapa ukiwa unatangaza umefiwa na mumeo. Mama, Amos Mwakajumba mume wako hakufa. Kumbe baba ipo hai. Zile pombe ulizomstress akawa anakunywa pombe analala virabuni hazikumuua. Baba yuko hai. Sasa kwa nini huyu mama aliweka kama msiba na akachukua na mbambi za watu?
We mama wewe. Hapana. Hivi mama. Wewe mama umesiki na Tonto. Imekwaje? Yaani huwezi kuamini mke wangu, nimekuwa tu ni ghafla, nimetoka yani na gari imenizimikia mafuta ghafla barabarani. Hata sijui kwa nini yani. Yes. Mafuta? Gari inakuishaje mafuta? Nimekupa asubuhi shilingi 500,000. 1,500,000 utie kwenye gari yako full tank. Hiyo inayobaki utumie matumizi yako madogo madogo. Kimetokea nini baada ya hapo? Yaani huwezi kuamini, hata nikikusimulia unaweza kuona kama mimi nakudanganya tu kwa sababu yani wallet imenipotea bila sababu za msingi. Wallet imenipotea. Imeenda. Tuntu, kuna vitu unanificha. Na sidhani kama mwisho wake utakuwa mzuri. Kwa hiyo nitakuona baadaye. Baby, sio kama nafanya maksudi, yani wallet tu imenipotea bahati mbaya, mimi ningefanyaje? Unavyofanya hivyo unakosea, lakini ungenisikiliza. Haya matatizo yanawakuta madereva wote. Dereva akiwa anaendesha gari barabarani inaweza kumharibikia hata gearbox, sio huwezi kujua. Yaani Jonijo, katika siku ulionifurahisha ni leo. Umenifurahisha kweli mwanangu. Hapo nataka nikwambie kitu kimoja. Yaani mle ndani mwako mle zile ingia toka za marafiki, ingia toka. Naona sasa hivi tu ungezipunguza tu. Sababu mle tena sasa hivi sio ghetto. Si unakaa na mwenzio? Unamsikia Bimgubwa anachokiongea? Bimgubwa, mimi ndo kamanda, captain, jitu la msituni nayeongoza jahazi. Basi ukisema masela wako wamekuja home, hapo leo unanikosea. Mimi nidhani cha muhimu tungeongelea sana swala cha usiku hapa. Kuendelea kumficha. Na hata akitoka nje asisahau kuvaa baibui. Kwa sababu watu wa Vegas wakijua nongo. Na watu wa Yakuza wakijua mimi na mahusiano na mwanamke wa Vegas ni nongwa, afu ni hatari pia kwa maisha yangu. Muda mwingine nafikiria kama ningempeleka Msoma kwa bibi. Akakae huko mpaka atapojifungua. Aende mtu Musoma hapa. Tutabanana hapa mjini. Alafu mimi sielewi hiyo hofu yenu nyinyi inatokea wapi. Niliyokuwa na ujauzito ni mimi. Wateni hao Vegas na Yakuza wakija nitawajibu mimi, sio nyinyi. Unajua umekaa muda mrefu sana pale Vegas, lakini hakuna chochote unakijua. Unajua afadhali sisi Yakuza tuna utu kidogo ndani yetu. Lakini sio wale Vegas. Sana. Hawana utu hata kidogo. Wanachuki wale watu sijaiona. Hasa ule kipunje yule. Yaani yule ndo akijua kama upo hapa ndo itakuwa nongo kubwa zaidi. Kwa sababu ukiongelea Vegas, umeongelea kipunje. Ana lolote? Mbona mdogo wake Sonjo ni mchezaji wa Yakuza na hajafanya chochote huyo kipunje? Mimi nafikiria sasa hivi tuanze kuhusu maisha yetu na mtoto anayekuja. Basi hakuna kingine cha muhimu. Haya, yaishi tuendelee. Kula kwanza tumalize. Mengine tutajenga baadaye. Mbona nenda mwaka huko? Wana kama simu nenda ngani? Kama mapiga. Mwanangu, naomba unisamehe. Mimi mama yako. Ona ni kama nimeteleza. Baki sasa hivi mwanangu umebadilika. Hata nikipika nyumbani chakula huli. Nisamehe mwanangu. Hayo yalishapita mama. Mimi ninachoamini ni kwamba wewe ndo majaliwa yangu. Kwa hiyo siwezi kukuchukia ama kukukataa kwa sababu ya madhaifu yako. Na nikifanya hivyo itakuwa kama mwanamke yule ambaye
alimkataa mwanaye kwa sababu ya ugonjwa wa upele. Kinyume chake, alipaswa kumpa dawa, labda na kumkuna tu wakati mwingine. Mara nyingi umekuwa ukinikosea na kunidhalilisha sana, lakini wakati wote huo sijawahi kuacha kukuhudumia. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu mimi naamini mama ni mama tu, hata iweje. Nashukuru kusikia mwanangu, najua umenisamehe. Lakini hapa umeniita ili tuongee kuhusu masuala ya baba yako, si ndio? Hapana. Wala si hivyo. Isipokuwa natamani unieleze ukweli kuhusu Rusako. Na pia ni kwa nini uliamua kumziba mama yake mdomo? Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Naamini baba yako atakuwa amekueleza kila kitu. Kwa hiyo kila alichokueleza ndio ukweli wenyewe. Mama, baba hajaniambia chochote. Na isitoshe hali yake ya sasa haimruhusu yeye kuzungumzia juu ya mambo kama haya. Isipokuwa Mama Rusako kabla hajakata roho alimweleza mwanae kila kitu. Na baadaye aliishia tu kumwambia, wewe ulimpiga sana mkwara ukamtisha. Ukamwambia kama angejaribu kuitoa siri hiyo, angekutambua wewe ni nani. Kuna nini hapo mama? Na je, Rusako ni mtoto wa nani? Kiukweli mwanangu, mimi leo sina kukwambia mengi. Lakini ipo siku tutaongea kwa urefu. Lakini Rusako ni ndugu yako, ni mtoto wa babako, yani damu yako kabisa. Usiku mwema mwanangu. Oya, rudisha benchi hilo pale. Jacob, jana ilikuwa ni noma sana mwanangu. Yaani huwezi amini. Ile unanitumia pesa tu kwenye simu yangu. Nikaenda kununua mafuta direct kwa sababu gari yangu ilikuwa imezima na haiwezi kuwaka. Yaani hakuna mchakato ambao ningeweza kufanya. Ile namaliza tu kuchukua mafuta, napanda bodaboda niondoke. Si nikasikia sauti ya wife tuntu. We, nilichanganyikiwa. Nikaweje tena baadaye? Ni historia tu ya kufurahisha. Maalum pale pale chini likadondoka. Sikuamini yani kwa sababu yani nilijihisi vibaya sana yani kumuona wife katika mazingira haya na sikutegemea kama angeweza kuniona. Huwezi amini alishanipatia 500 asubuhi bro. Aliniambia bwana baby, weka hata mafuta full tank kwenye gari. Alafu hii nyingine utafanya matumizi. Akaongea tu kidogo, nikaona kaongea lakini alikuwa hayuko sawa, akaondoka zake. Nimejistukia. Sasa nikajua nikirudi nyumbani msala wake. Hapata kali. Lakini uwezi amini mpaka sasa hivi naongea nawe hajaongea chochote. Tontu, until now you're my boss. Lakini unakuelekea sasa hivi unaenda kuharibikiwa. Usipokuwa makini na huyo mwanamke wako si kitu, atakuharibia maisha. Jua kwamba hii nafasi ambayo sasa hivi upo, unaitwa bosi, unaringa, unakula milioni 3. Una binadamu wenzako anaitafuta kama hiyo na anakuombea dua ufaili ili ufanikishe kuikava nafasi. Amini kwamba Jacob, alafu kuhusu Skitu, wewe niachana naye kabisa. Ujue wanawake designers Kitu ndio tunawaitanga viswaswadu. Duniani wako wachache. Yaani 100 kwa 1. Sijui kama unanielewa. Alafu na michezo yake fulani. Mimi nikiwa namwangalia, yaani huwa ananikamata. Bro, naishiwa nguvu, sijiwezi kabisa. Alafu mwenyewe unajua ndoto yangu umetoka mdogo. Kwamba wanawake ninaowapenda mimi ni weusi. Kwa sababu black is beauty bro. Yaani mimi kwa Skitu pale uniambia kitu. Yaani sawa umeenda umelichukua. Yaani hata oni ya train umeweka masikioni mwangu mimi sisikii. Piga matarumbeta mimi sisikii. Kwa hiyo si Kitu ni maisha yao.
Hao wanawake wengine weupe mimi. Oh my God. Niko nao tu for the reason. Listen to me man. Listen to me my boss. Unajiamini sana eh? Haupaswi kujiamini kiasi hicho. Jennifer naye ni mwanadamu. Sawa, ana nafsi pia, ana moyo yule, anaumia, anachoka maumivu ambayo unamletea kila siku. So ukijiona kwamba umemfuata Jennifer sorry, akaweza kukusamea, usidhani kwamba mapenzi ndio yako pale pale. Sifa mwanamke ukimkosea anashusha asilimia za mapenzi. So jua kwamba wewe kilichokuweka hapa si kitu kingine zaidi ya love. Ukilipoteza hilo penzi, kaka, umepoteza penzi lako na umepoteza kila kitu. But one day yes, you're going to remember. Jacob, naona sasa tunavunjia heshima. Alafu naona unakwenda kuvuka mipaka. Kwa hiyo unanichukulia mimi niko hapa ni vyeti fake, si ndio? Alafu unapata ujasiri, unakwenda mbali sana kuniambia mimi bosi wako kwamba niko hapa kwa sababu ya mapenzi. Nonsense. Alafu unataka ujue kwamba mimi ni bosi wako. Tafadhali usivuke mipaka. Unajua mwanangu, kila siku mimi najiuliza kwa nini tukitoka mazoezini tunakuja hapa alafu kwanza Lusako unashindwa kuongea maneno yakaenda kwenye mtiririko mpaka uyakwamisha utazani yapo kwenye matope. Hapa ndo hajapo kwenye mtiririko sasa. Alafu no akishaingia ndani anatusubirisha sisi hapa. Anatoka tunaondoka. Hajawahi kutuambia chochote. Mimi nishaanza kukuwa na mashaka na hii nyumba. Lusako kweli unaniacha hoi. Ndio maana Mwenyezi Mungu amekuumba wewe hata kuongea unaongea kwa kukwamisha maneno. Maana ungekuwa unaweza kuongea vizuri ungekuwa mbea sana. Sasa hujui kitu chochote ndani ya nyumba hii. Ina maana hujui kama kaka Kipunje ndani ana mwanamke huko. Nikwambie kitu, kaka Kipunje ndani ana mwanamke huko. Maana uone kila siku tukijaga hapa. Maana ya bebevi maziwa, mara bebevi asali, yana anabeba vitu vitamtamu, anaingia hapo ndani. Kaka Kipunje itakuwa na wivu. Kuna mtu ana wivu kama kaka Kipunje. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Wivu wa kaka Kipunje kama mdudu mmoja anaitwa Nyegele. Unamjua mdudu Nyegele? Nyegele akiwa na mahusiano na Nyegele wa kike. Nyegele wa kike akiwa anafanya movement zake, pilika zake za kwenda kutafuta chakula. Nyegele dume anamfuatilia nyuma, anakana hapa na hapa. Anakana hapa na hapa. Unajua anakuwa anaangalia nini? Hata kijana kikimgusa Nyegele wa kike nyuma, Nyegele wa kiume anautifua. Sasa wewe wivu ndio kama wa Kipunje. Mimi leo lazima nimuulize juu ya jambo hili. Maana mimi hisia zangu mimi na hisia zako wewe vitu viwili tofauti. Mimi sidhani kama hapa kaka Kipunje ana mwanamke. Bwana, kwanza kwenye kuongea ukome. Tena ukome kweli. So uongee mpaka uanze kunipiga hivi. Sawa. Ila mimi na anahisi hapa kaka Kipunje kuna hatari kubwa. Niamini mimi. Lusako wachio za mwamwa. Kwa nini wewe mtu usongea vizuri unakuwa una matatizo lakini? Hapa kutakuwa kuna hatari gani? Nisikize nikwambie kiumakini. Ndani inavyoonekana nataka kaka Kipunje mwenyewe. Hataki sisi tujue kitu chochote kuhusiana na ndani. Unanielewa vizuri? Hata mimi naye tumejua kwa bahati mbaya. Unavyoona Kapalata na Songolo kuna kitu chochote wanachokijua kuhusiana na ndani? Hawajui kitu. Mimi na wewe tumejua kwa bahati mbaya. Basi hapa inabidi uwe na subira. Uko sawa Tangazo. Lakini vipi kama kutatokea hatari ya kumzuru kaka yangu hapa? Nilishindwa kumlinda mama yangu. Akafa. Baba yangu naye alikufa kwa sababu
hata nisizozijua. Sidhani kama kuna haja ya mimi kukutulia. Nitampinda kaka Kipunje kwa sababu nimebaki naye mwenyewe. Basi wachepulia. Sema tu kumlinda Kipunje uwezo una nguvu gani? Lusako, hauko peke yako. Unao dada zako wawili, lakini unaye Sonjo. Kitu cha muhimu zaidi ni kwamba unayo Vegas pia ambayo inakuthamini kuliko kitu chochote. Na baba yako yuko hai, hakufa. Nionyeshe baba yangu kaka. Anakuomba. Punguza papara Lusako. Kwa sasa jambo la muhimu ni wewe tu kujua kwamba baba yako yuko hai. Wakati ukifika, mimi ndiye nitakaye kukutanisha na baba yako. Ila kwa sasa yatosha tu wewe kujua kwamba yuko hai. Na kitu kizuri ni kwamba Mama Kipunje amenihakikishia kwamba wewe ni mtoto wa Amos Mwakajumba kama nilivyo mimi. Kiukweli jamani, nimefurahi sana. Nimefurahi sana kusikia baba yako Lusako yupo hai. Na maneno ya Mama Kipunje kama alivyosema kuthibitisha maneno aliyosema marehemu Mama Lusako. Lusako. Awe Lusako we. Hongera sana. Halo. Unajidai una baba sasa. Atangazo unanichimba. Lusako kapata baba. Lusako kapata baba. Nyo. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe. Tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso. Haya twende panguso, mama panguso.